tayari kabisa kwa ajili ya kufanya maandalizi kuelekea mchezo wa finali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao utapigwa Mei 17 majira ya saa 4 za usiku pale Morocco. Kwa huku kwetu kama mechi inachezwa kwetu itakuwa saa 4 usiku. Yes, kwa huku kwetu itakuwa ni saa 4 usiku na kule itakuwa ni saa 2 nafikiri tumepishana kidogo. Tumepishana kidogo, huku kwetu itakuwa saa 4, kule kwao itakuwa ni saa 2 usiku. Yes. Kwa hiyo na ni kitu kizuri. Simba hii leo wameamkia pale ambao ni Mei 14, kwa maana watafanya kiufundi, watafanya recovery ya uchovu wa safari, kuweka miili sawa, kujinyoosha kiufundi. Lakini kesho ambayo ni Mei 15, maana yake kikosi kitaelekea mazoezini moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kutafuta utimamu wa mwili siku ya kesho. Lakini tarehe ya 16 kikosi kitarejea tena mazoezini. Mwalimu anakwenda kupanga sasa mambo ya kiufundi, mchezaji gani ambaye aanze kulingana na upinzani vile walivyo, lakini mchezaji gani ambaye asianze, saikolojia za wachezaji ziko vipi. Hiyo ni tarehe 16, kila kitu kinakwenda kukamilika. Siku ya tarehe 17 ambayo tarehe ya mchezo husika, asubuhi ni kwenda tu kujiweka vizuri kiakili, mentality za wachezaji, benchi la ufundi, namna gani ambavyo wanaweza kuendea huo mchezo. Kwa ukitazama kiufundi kabisa, Simba kitendo cha kuwahi kwenda pale Morocco, kuna vitu vingi zaidi ambavyo vitafanya mambo yaende vizuri, hasa in terms of hali ya hewa. Tunafahamu ukanda ni ukanda mwingine, ukanda wa UNAF Morocco, lakini huku kwetu pia ni ukanda wa Sekafa. Kwa hiyo kwa hali ya hewa unapotoka eneo moja kwenda eneo jingine, hasa kuna baadhi ya nyota wengine wa Simba ambao si wazoefu sana katika masuala ya safari, ndo mwanzo wakiwa na kikosi cha Simba wamesafiri sana, isipokuwa wapo wengine ambao ni wazoefu na masuala haya ya safari. Ukiwa si mzoefu sana kwenye kusafiri, lazima hali ya hewa inawezekana ikawa ni changamoto kwa upande wako, lakini unapowahi, maana yake takriban masaa 72 hivi ukifanikiwa kuyapata, maana yake joto la mwili litaendana na mazingira. Kama ni ya baridi, kama ni mazingira ya joto, utakuwa umeadapti na haitaathiri siku ya mchezo husika. Lakini kuna kitu kingine pia ambao tunaweza tukakigusia katika mchezo huo, ni kulingana na njia ambazo wamepita RS Berkane mpaka kufika katika hatua hii ya finali, lakini pia njia ambayo wamepita Simba mpaka kufika katika hii hatua ya finali. Ukitazama timu zote mbili, nikitazama RS Berkane, nafikiri mechi yao ngumu zaidi. Kama msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa unahitaji kuwaona RS Berkane wakoje ndani ya msimu huu katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, nafikiri nenda katazame mchezo wa hatua ya robo finali. Robo finali nafikiri waliwaondosha ASEC Mimosa. Waliwaondosha ASEC Mimosa ambayo ilitoa RS Berkane alishinda nje ndani 1-0 pale Morocco, lakini akaenda kule Cote d'Ivoire Ivory Coast akashinda 1-0 pia. Lakini nenda katazame style of play ya RS Berkane, katazame ASEC Mimosa style of play ya kwao, ndipo ambapo utapata reality, uhalisia, wanacheza vipi, wanafungika ama hawafungiki. Ukienda ukaireview ile match, nafikiri ndio mechi pekee ambayo Berkane wanaweza wakaifanyia review kuelekea katika mchezo unaokuja, isipokuwa mechi zingine zote ni kama wao walikuwa wanaingia kama timu ya kwanza, na hata dakika 90 ulikuwa huoni huu ushindani Berkane wakipewa kwenye kundi lao ambalo walikuwa na sambamba na wakina Stellenbosch. Ni Berkane ambayo ilikuwa favorite kwa kila namna, kuanzia walivyoanza kushiriki michuano mpaka katika hatua ya robo finali ndio amekuja kukutana na challenge. Na tunamfahamu ASEC Mimosa, ameshawahi kucheza na Simba mara kadhaa, ni mpinzani mgumu. Ni hata Simba wanapoitazama Berkane katika msimu huu, nafikiri mechi pekee ya kwenda kuitazama Berkane inachezaje katika umbo la ikiwa na mpira, lakini inapokuwa haina mpira inachezaje, inafungaje, lakini pia inatengenezewaje nafasi, inaruhusu vipi nafasi, basi ni kwenda kutazama katika huo mchezo wa robo finali ambao walicheza dhidi ya ASEC Mimosa na wakashinda 1-0.
moja bila, aggregate ikisoma ni 2-0. Lakini kwa upande wa Simba, sinafikiri Simba kuanzia mchezo wa amepata test nzuri sana kuanzia mchezo dhidi ya Al Ahly Tripoli kutoka Libya, hatua ya mtoano kuelekea hatua ya makundi. Lakini hatua ya makundi pia walipata ladha kama CS Constantine, ambayo CS Constantine Sfaxien ni kama giant waliolala. Kwa upande wa kombe la shirikisho nafikiri Sfaxien Constantine walishawahi kuchukua huo ubingwa, lakini nenda katazame katika hiyo hatua ya robo finali kutana na Al Masry ya Misri. Ni giant ambaye pia alilala, lakini huwezi kumunderrate kwa kiasi hicho. Ni bingwa, alishawahi kuwa bingwa Al Masry, ambaye amekutana katika njia ya Simba. Lakini nenda katazame katika hatua ya nusu finali ambaye amekutana na Stellenbosch. Yes, unaweza kusema Stellenbosch kidogo status yake iko chini, ya Simba iko juu, lakini njia ya Simba naitazama ikiwa imeshiba kuliko njia ya RS Berkane. Lakini hii haikupi uhalisia wa moja kwa moja pengine Simba nini anachokwenda kukifanya katika hizi hatua toka Simba ameanza kushiriki mpaka hapa alipofika. No doubt hakuna ubishi wa aina yoyote. RS Berkane ndio mpinzani mgumu katika michuano hii ambayo Simba anaenda kukutana nayo kwa mara ya kwanza kabisa ndani ya msimu huu. Kwa hiyo ni benchi la ufundi la Simba alinapaswa kujiandaa vizuri, na mimi binafsi sina wasiwasi na benchi la ufundi la Simba kwa sababu kocha mkuu wa Simba Fadlu Davis, kocha msaidizi namba 1, kuachana na kocha Matola namba 3, kocha msaidizi namba 2, hawa ni wazoefu sana na soka la Morocco. Yes, Fadlu Davis alishawahi kuwa kocha msaidizi pale Morocco, lakini pia kocha wa magolikipa huyu ambaye yuko Simba alishawahi kufanya kazi pale Morocco. Wana uzoefu mkubwa sana na soka la pale Morocco. Kwa hakuna kipya zaidi katika benchi la ufundi ambalo unaweza kusema labda unaweza kaingia upepo style of ushangiliaji ya timu za ukanda UNAF ikiwemo timu za pale Morocco. Fadlu Davis, kocha wa magolikipa, kocha msaidizi wa Simba namba 1, Matola mwenyewe kwa hivi sasa for the experience. Hakuna kitu ambacho unaweza kumdanganya kwa soka la Afrika. Mimi naamini kabisa kitu ambacho pengine kinaweza kikawa ni surprise kwa upande wa Simba ni namna tu wao ndo mara ya kwanza kutoka mfumo huu mpya wa kucheza unaitwa kombe la shirikisho barani Afrika. Toka msimu huu umeanzishwa, Simba haijawahi kufika katika hizi hatua za nusu finali. Lakini tunapozungumza RS Berkane, nafikiri hao ni mafinalisti wa msimu uliopita, lakini pia walichukua nafikiri 2022-23 wao ndio ambao walichukua wakati Tuisila Kisinda anatoka Yanga na kwenda kule. Nafikiri Clatous Chama kote anakwenda ni kama walipishana. Kwa ni bingwa wa muda mchache uliopita kombe la shirikisho barani Afrika, lakini finalisti pia wa msimu ambao umemalizika. Kwa kama Simba anaenda kutishika katika in terms of uzoefu wa kuicheza yenyewe finali, lakini kwa matamanio ya Simba na kuapia kwao hatua ya robo finali, naamini huu uoga umekwisha kumalizika katika benchi la ufundi pamoja na ngazi ya kiutawala zaidi, lakini pia kwa ngazi ya wachezaji. Wachezaji kama kina Mzamiru Yasin, Mohamed Hussein, Aish Manula, mchezaji kama vile Chemalon, Fabrice Luamba Ngoma. Katika kikosi cha Simba mchezaji pekee ambaye ana medali ya CAF ni Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice Luamba Ngoma yeye ndiye mchezaji ambaye ana wadhifa mkubwa kuliko mchezaji mwingine yoyote pale ndani ya Simba. Yeye ndiye anayepaswa kuwasimamia Simba namna gani ambavyo wanaweza kuicheza hizo mechi zote mbili, mechi ya kwanza Mei 17 na mechi ya pili ya marejeano katika dimba la Benjamin Mkapa. Sawa, ukiacha utani wa Simba na Yanga, macho yote na masikio ya Tanzania ni kule Morocco. Nini Simba wanaweza kufanya na Watanzania watarajie nini kutoka kwa Simba katika mechi ya mkondo wa kwanza ambayo inachezwa tarehe 17 Morocco? Simba kwa hivi sasa amekuwa na wastani mzuri sana, historia ni nzuri sana for the record. Ukitazama Simba inapocheza mechi zake za away, huko nyuma ilikuwa ikitoka ikienda Misri pale inapokea goli 5, wakirudi wao wanakuja kushinda, wanaenda Afrika Kusini, nafikiri walishawahi kucheza na Kaizer Chiefs, walishawahi kwenda kucheza na Orlando Pirates.
nafikiri Simba alishawahi kutolewa na Orlando kwa zengwe kubwa, alifungwa kule magoli 4 kama nakumbuka vizuri. Akaja Benjamin Mkapa akashinda magoli 3, almanusura waende kwenye mikwaju ya penalty, lakini Wydad Athletic pia Simba alishawahi kwenda away akaruhusu goli za kutosha. Akaja hapa akashinda, lakini hazikutosha vizuri. Alishawahi kwenda kule kusafiri kwenda kucheza na AS Vita Club, tukashuhudia magoli 5 alipokuja hapa AS Vita akapasuka, sisi kwa goli 3 kama sio 3 zikawa 4. Zamani ilikuwa hivyo, lakini kwa hivi sasa Simba kwa misimu hivi karibuni kuanzia 2021, 21, 22, 23 misimu hiyo, unaweza kuitazama Simba rekodi yao ni nzuri sana. Wanapotoka katika ardhi ya nyumbani wanakwenda away, kama wanaruhusu basi inakuwa ni 2-1, 1-0, 2-0 hivi, na matokeo haya ya 2-0, 2-1, 1-0, maana yake katika soka la Afrika unayo room ya kuja kusahihisha na kufanya vizuri zaidi katika mechi ya nyumbani. Maana yake sisi bado tuna ule utaratibu wa aggregate inaangaliwa sana. Mfano mzuri finali ya msimu wa 2022-23 ambapo Yanga alikwenda mpaka katika hatua ya finali. USM Alger alishinda Benjamin Mkapa 2-1, lakini Yanga anafika kule Uarabuni anashinda 1-0. Kimahesabu ni 2-2, lakini aggregate ya goli la ugenini wale wakawa na faida zaidi. Kwa shukrani sana kwa udadavudi. Muda unakimbia. Tuangalie michezo iliyochezwa jana. Ligi kuu Tanzania bara ambayo jana iliendelea. JKT Tanzania alishinda magoli 3-1 dhidi ya Fountain Gate, lakini Young Africans 3 na Mungo Southern Killer wa Bwaji Kusini wao wakapoteza kwa magoli 3-0. Azam FC akashinda magoli 5-0 dhidi ya Dodoma Jiji. Nikwambie tu Dodoma Jiji mpaka hivi sasa wao wako pre-season kama tulivyo mashabiki wa Liverpool, tuko pre-season hivi sasa ingawa ligi inaendelea. Na alama 34 hazikutoshi wewe kuwa bingwa wala hazikutoshi wewe kushuka daraja. Kwa hiyo hawashuki hawapandi, wanatengeneza kikosi cha msimu unaokuja 2025-26. Style of play na Mungo iliwafikirisha watu wengi kwamba walikuwa wanataka nini katika huo mchezo. Ndio kwa maana gani walikuwa wanataka nini kwenye huo mchezo? Mimi nikiwatazama nafasi ya kwanza kabisa ambao walikuwa wanapewa ya kushinda mchezo huu ni Yanga. Kama na Mungo wao walikuwa wanaelewa hivyo pia, maana yake walipaswa kwao alama 1 ilikuwa ni vyema sana kuliko kile ambacho walikifanya. Style yao of play, wananyang'anya mipira, wanauchanga kama wanacheza kama vile ambavyo Yanga wanacheza. Mkubwa tu utapishana naye mara ngapi? Sana atakusoma style yako kucheza, muda mwingi ataku-overload kwa sababu mchezaji mmoja wa Yanga ni sawa sawa na wachezaji wawili wa Namungo mpaka 3, kwa maana in terms of uwezo ni mkubwa. Thamani yake ya mchezaji wa Yanga na mchezaji wa Namungo ukipima vikosi vya timu zote mbili, maana yake unaona kabisa kuna kitu ambacho kinaenda kupungua. Sasa kama kuna kitu ambacho kinaenda kupungua kwa mchezaji mmoja, maana yake ni nini? Nyinyi ambao wachezaji wenu ni wa level ya kawaida mnapaswa kucheza kitimu zaidi, kimalengo zaidi. Walikuwa na watu wazuri sana, Hassan Kabunda nafikiri, kulikuwa na Kibailo ambao wote walikuwa wanacheza katika mashavu ya pembeni. Kwa naamini kabisa katika ile center back ya Namungo wao walipaswa kuwa low block, kisha wakipata mipira wanamwangalia Najim Musa ananyanyua kulia ama kushoto, wanatembea. Sasa wao walikuwa hata nyakati ambazo wanapata hiyo mipira bado walikuwa wanapasiana pasi fupi build up ya mashambulizi kutoka nyuma kama vile ambavyo wanacheza Yanga. Kwa nafikiri si eneo ambalo alikuwa bwana Mtibwa Sugar amepanda, Kagera Sugar ameshuka rasmi jana baada ya ushindi wa Pamba Jiji.